Leo nakusomea mojawapo ya hadithi katika mlolongo wa hadithi za Sahih Bukhari, hadithi namba 3483. Hadithi hii inapatikana katika mkusanyo wa hadithi za Sahih Bukhari katika kitabu cha 60, hadithi namba 150. Hadithi hii inasema hivi: ameusimulia Abu Mas'ud Uqba. Mtume alisema, yani hapa Abu Mas'ud Uqba anamnukuu Mtume. Mtume alisema, moja ya kauli za manabii ambazo watu wamezipata ni kwamba ikiwa huna aibu basi fanya unachotaka. Yani hapa Muhammad anachosema ni kwamba mojawapo ya maneno ambayo manabii waliyasema katika kuhubiri kwao, walikuwa wakiwaambia watu kwamba ikiwa mtu hana aibu basi afanye anachokitaka. Naam, hadithi hii inaonyesha upotovu mkubwa wa mafundisho ya Muhammad, lakini pia inaonyesha udhaifu mkubwa wa ufahamu wa maandiko kabla yake ambao Muhammad alikuwa akihubiri. Kutokufahamu kwake ulikuwa ni dhahiri kabisa katika hadithi hii. Lakini pia inadhihirisha vitu ambavyo viliongoza tabia ya Muhammad. Nini maana yangu? Unaposoma maandiko ya kale, kwa mfano katika maandiko ya Kiyahudi katika Agano la Kale, nadhiri ya mtu haikuwahi kuwa ni kigezo cha msimamo, aidha muongoze katika kutenda mabaya au mema. Wayahudi waliishi katika kipindi cha sheria. Tora ni vitabu vitano, na Tora ndio sheria, ndio vitabu vya sheria ambazo Mungu aliziteremsha kwa kupitia Musa. Wayahudi waliishi katika kufuata sheria, sio katika kufuata nadhiri zao wao binafsi. Kulikuwa kuna sheria, kwa mfano katika amri 10 za Mungu na sheria nyingi ambazo Wayahudi walitakiwa kuzifuata katika maisha yao. Unapokuja katika Agano Jipya, kadhalika unamkuta Bwana Yesu anapoweka Agano Jipya la damu yake, anaweka sheria ya upendo. Na unaona pia wanafunzi wengi na kwa mfano Paulo na wengine wanaizungumzia, akiwemo pia Yohana, umuhimu na ukuu wa amri ya upendo, kwa sababu wanasema wazi kwamba amri hii ya upendo ndipo Torati na manabii zote zinatekelezeka, kwamba umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Hii ndio amri ambayo Bwana Yesu aliiweka, si nadhiri ya mwanadamu. Na katika mafundisho ya kiteolojia ya Kikristo, kwa mfano, ambazo ni imani zilitangulia miaka karibu 600 kabla ya huyu Muhammad kujitokeza, mitume na manabii na wanafunzi wa Yesu Kristo wote walifundisha namna gani vita iliyokuwepo baina ya nafsi ya mwanadamu na roho yake, kwamba hii nafsi au hii nadhiri siku zote inakinzana na mahitaji ya roho ya mwanadamu, na namna gani ilivyo danganyifu katika kumwangusha mwanadamu dhambini. Sasa Muhammad hapa anachozungumzia ni kwamba, anachomaanisha, hawa manabii walifundisha kwamba kama huna haya basi fanya unachotaka. Kwanza mafundisho hayakuwahi kuhepo. Ukisoma kwa mtu yote ambaye ni msomaji wa Biblia, Agano Jipya na Agano la Kale, hukuti sehemu yoyote manabii wa mwanzo kabla ya Muhammad au mitume au wanafunzi wa Yesu Kristo au na wainjilisti wengine wote wakifundisha hichi kabla ya Muhammad. Kwa hili ni jambo ambalo Muhammad alijitungia. Jambo la pili, kama nilivyosema hapa, kwamba mwongozo huu wa Mungu kupitia mitume na manabii ulikuwa katika sheria, na Bwana Yesu anapokuja pia anatuwekea sheria ya upendo au amri ya upendo. Ndiyo kiongozi cha maisha yetu sisi kama Wakristo na wanadamu kwa ujumla. Kwa hiyo Muhammad anakuja na kitu kipya kabisa ambacho ni hitilafu kubwa sana, na ambayo kimsingi ni kama anawafanya wafuasi wake waingie dhambini, kwa sababu unaposikiliza nafsi yako, nafsi inakupelekea kutenda dhambi, kwa sababu nafsi ni utawala ulio katika mwili, na mwili unaongoza mwanadamu katika dhambi, kwa sababu kutekeleza mahitaji ya mwili kunapelekea kutekeleza mahitaji ya dhambi. Ndivyo theolojia ya mafundisho kabla ya Muhammad ilikuwa hivyo. Lakini tunapoenda katika sehemu ya 3, tunapoangalia kauli hii ya Muhammad, tunagundua jinsi gani yeye mwenyewe ndivyo maisha yake yalivyokuwa, kwa sababu ukisoma katika hadithi mbalimbali, hata katika Qur'ani, unagundua huyu Muhammad mambo mengi alifanya pasipokuwa na aibu, kwa sababu nadhiri yake tayari yeye ilikuwa imekwisha kufa
aliishi kwa kufuata nadhiri zake mwenyewe. Mfano, Muhammad anavyomtamani aliyekuwa mke wa mwanaye wa kufukia, baadaye ile ndoa inavunjika na Muhammad anakwenda kumuoa bila ya kuona haya. Baada ya wale masahaba wake kuanza kunung'unika, akajiteremshia aya zinazokuja kuhalalisha lile jambo lake la kumuoa yule Zainab aliyekuwa mke wa mwanawe wa kufukia Zaid. Kadhalika Muhammad anakwenda kumuoa binti wa miaka 6 na anaingia kwake kinyumba, anafanya naye mapenzi binti huyu akiwa na miaka 9. Wakati huo Muhammad akiwa na miaka 54 na akiwa tayari na mke mwingine. Na anakuja anahalalisha jambo hili kwa kisingizio kwamba ameoteshwa na malaika kwamba yule atakuwa mkewe. Na anafanya mambo mengi ya ajabu mengine ambayo kimsingi mengine hafai hata kuzungumzwa katika video hii. Kwa hiyo tunamuona Muhammad huyu, hii ndio falsafa ambayo iliongoza maisha yake. Akasingizia kwamba ndio falsafa ambayo ilitoka katika manabii ambao ye mwenyewe pia alijihesabu mmoja wapo wa manabii. Huu ulikuwa ni uzushi mkubwa, na hata sasa mwanadamu yote hapaswi kufuata falsafa hii ya Muhammad au maneno haya ya Muhammad, kwa sababu yanapelekea katika kuanguka dhambini na upotovu mkubwa na kuanguko katika kupoteza nafsi yako ile siku ya mwisho. Kwa sababu utakapofuata mafundisho haya, hakika na kuambia ndugu yangu Muislamu na usiokuwa Muislamu, unaingia dhambini na matokeo yake ni kwenda katika kupotea katika adhabu ya milele ya moto wa Jahannam. Ndugu yangu Muislamu, nataka nikufungue macho tu, haya mambo sio ya kuchukulia kirahisi. Bwana Yesu ni mtu aliyekuja akatoa mwili akakaa kwetu, akaishi maisha ya kikamilifu na kitakatifu. Mwongozo wake uko sahihi kabisa ukilinganisha na huyu Muhammad. Na ndio maana anasema, njooni kwangu nyote enyi mliolemewa na mizigo, nami nitawapa pumziko na raha ndani mwenu. Na ndio maana Mungu Baba alivyomtuma akafa msalabani, kwa sababu alikuwa ni mkamilifu na mtakatifu. Aliweza kufa kifo cha msalaba, akabeba dhambi zetu, akatukupa wokovu sote sisi wanadamu. Lakini wokovu huu una sharti moja tu, kwamba sharti kwanza umkiri kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na pia uamini hivyo. Mbali ya hivyo pia wokovu huu uko mbali kabisa na kwa Waislamu, kwa sababu unakana kuhusu Baba na Mwana kuwepo kwao. Lakini nakukaribisha ndugu yangu Muislamu kwamba kuna tumaini katika Kristo. Tafakari haya mambo, tafakari kwa kusoma haya maandiko na uangalie na ulinganishe. Fungua Injili, soma maisha ya Yesu Kristo, utayaona wazi tofauti kubwa iliyopo baina yake na huyu mtu anaitwa Muhammad katika maisha yake. Lakini kubwa zaidi ni mafundisho yake baina ya huyu Muhammad na mafundisho ya huyu Yesu Kristo, ambaye nyinyi Waislamu mnamuita Isa bin Maryam. Ni tofauti ni kubwa mno. Na hakika na kueleza ndugu yangu Muislamu, na kueleza hili kwa upendo, hakuna wokovu kwa Muhammad. Mafundisho yake yanapeleka katika anguko kubwa sana la dhambi kama utalifuata. Ni mojawapo ni mafundisho kama haya. Na Bwana Yesu anatuambia yeye peke yake ndio njia na kweli na uzima, na hakuna anaweza kufika kwa Mungu mbinguni isipokuwa kwa njia yake. Neno njia katika neno la Kiarabu ni dini. Neno kweli, Bwana Yesu anasema yeye peke yake ndio mwenye ukweli huo, na maneno yake ni hakika na makini kabisa. Na yeye ndio uzima, na uzima anaozungumzia hapa uzungumzia uzima wa kimwili, anaozungumzia uzima wa milele ambao kila mwanadamu angetamani kuupata. Na uzima huu upo tu kwake. Anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Hakuna njia nyingine yote ya kufika mbinguni isipokuwa kwa Yesu Kristo. Haya ndio mafundisho ambayo naleta kwako. Utafakari, ufikirie. Tumaini bado lipo, nafasi bado unayo. Usichukulie nafsi yako kirahisi rahisi. Mafundisho kama haya Muhammad ni ya kuepuka, kwa sababu yanapelekea kwenda kupoteza nafsi zetu. Karibu sana.